Hapa tunamwona Nathan akimlalamikia mke wake kwa nini anaondoka na kumwacha nyumbani na ndugu yake, lakini Doris anaona hakuna shida yoyote kumwacha mtu na dada yake kwenye nyumba moja. Wakati huo huo tunamwona Talia akiwa zake ameegemea gari akisikiliza mazungumzo ya kaka yake na wifi yake, huku sura yake ikionyesha kuwa na furaha sana kwa sababu ya wifi yake anataka kuondoka. Ningependa kuwakumbusha kusubscribe, kulike na kucomment, bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification kila tuwekapo video mpya. Muda huo huo Doris anamwambia wifi yake Talia, Talia, unamwona kaka yako bwana, ni mtu wa kudekadeka sana. Eti ananungunika kwa nini namwacha. Unajua kaka yako anadeka sana kubwa zima, lakini kama mtoto. Naomba muangalie kaka yako, maana nahisi anahofia kuwa mpweke. Tunamwona sasa dada yetu mwenye nyumba mpya anaitikia kwa furaha zote, usijali wifi, nitamtunza mtoto wako, nitahakikisha namlisha vyakula ulivyokuwa unampatia. Sasa sijui iko chakula ni chakula cha aina gani. Nadhani tunaijua akili yake vizuri sana huyu dada. Basi wakaagana na Doris akaondoka zake. Napenda twende sawa kwa kuwakumbusha kuwa Doris bado yupo kwenye mawazo baada ya kumfumania mume wake akiwa na dada yake wakifanya mapenzi. Okay, twende sawa sasa. Wakati huo tunamwona Bimjengo yuko mlangoni anamkaribisha Nathan aingie ndani sasa. Haya, ingia ndani. Ila kazini kwa mwamba kuna kazi leo. Tunapata kumwona Nathan akiingia chumbani kwake akitoka kazini. Mara ghafla, Talia huyu hapa. Talia, unafanya nini ndani kwangu? Talia anamjibu sasa kaka yake, miaka mingi sana umeniacha mtaani Nathan. Nathan naye akamjibu, lakini unajua sababu? Talia akamwambia, oho, ndio maana ukaniblock ukaniacha peke yangu bila mtu yoyote? Nathan akamjibu, lakini hayo yalikuwa ni maamuzi yako Talia, kwa sababu baada ya mama kufariki nilitaka kukupangia apartment, ukagoma, ukataka kuishi na mimi. Sasa mimi naye tunawezaje kuishi? Talia akaanza mambo yake kama kawaida na night dress yake ile ya kulalia ambayo tumeizoea. Mwamba anamwambia, acha bwana Talia, acha mambo yako. Talia anamjibu, kwa nini niache? Ina maana hivi vitu ni vigeni kwako? Ila hawa kutokana na mazungumzo yao hapa kuna kitu kikubwa sana kimejificha, tutakijua tu hapo mbeleni. Kama kawaida tunamwona Talia akipiga masaji kwa ulimi. Leo Nathan kapatikana leo, anasema hataki huku anaendelea. Hivi unaijua sitaki nataka wewe? Sasa tumeshajua kwamba Nathan ameshapita na dada yake. Tunakuja sasa kumwona Doris ametoka kwenye kumbukumbu na kujua sababu ya mume wake kutokutaka Talia aje hapa nyumbani, na ile siku wakati anaondoka alimsisitiza sana aondoke na wifi yake. Hapa tunamwona Doris akijilaumu kwa matatizo aliyosababisha mwenyewe. Purukushani zinaanza sasa ndani ya nyumba. Mke wa Nathan na wifi yake ambaye ni Talia. Kinaendelea nini hapa? Wifi mtu kapasua glasi bwana. Ila huyu dada kivuruge kweli kweli. Na jinsi alivyokuwa na madharau. Cheki anavyomjibu wifi yake, naandaa breakfast kwa ajili ya bebi wangu. Umempa stress sana, ndio maana nataka kuanzia leo ale vitu vitamu vitamu. Ila huyu dada, navuta picha angekutana na wifi aliyetoka Mbagala au Buza kule kwa mama Kibonge, nahisi angeipata pata. Talia anakupa dakika 5 tu, paki vitu vyako uondoke. Mbona dakika 5 nyingi sana? Hata unipe sekunde 5 sing'oki. Hivi unadhani kaka anakupenda wewe? Au unajiona special sana kwa sababu ya hiyo peto uliyovaa? Wewe ni nani kwenye hii nyumba? Wewe ni nani? Toka kwenye hii nyumba yangu, toka! Mara Nathan huyu hapa naye kachimbwa biti asithubutu kuamua ugomvi. Nathan akakimbia. Nitoke niende wapi? Talia, nitakata hipua yako. Nimekwambia toka kwenye nyumba yangu. Toka nimekwambia. Paki vitu vyako vyote uondoke. Talia kakiona cha moto leo. Nathan ameanza kutafuta utatuzi wa changamoto yake. Tunamwona akimsimulia rafiki yake mikasa anayokutana nayo. Upande wa pili tunamwona Doris akiwa na dada yake akitafuta utatuzi juu ya mahusiano yake. Hapa tunawaona wote wawili wakihangaika huku na kule wakitafuta amani ya mahusiano yao. Baada ya yote tunamwona Nathan na mpenzi wake Doris wakiwa wanaongea kwa utulivu kuangalia namna ya kusuluhisha matatizo yao. Doris, najua nimekukosea sana, naomba unisamehe kwa kila kilichotokea. Nathan, naomba leo uniambie kila kitu, usiache hata kitu kimoja kuhusu haya mambo yote kati yako wewe na Talia. Yalianzaje? Hebu niambie. Doris, sisi tangu tuko wadogo wazazi wetu walitukabidhi kwa shangazi yetu ambaye alikuwa akiitwa Auntie Clara. Alikuwa akituletea ice cream na kutuambia tutumie ulimi kulishana. Hakutustopisha hata kidogo kufanya hivyo, alituacha tuendelee na maisha hayo hayo. Kwa hiyo tukakuwa katika mazingira hayo. Aha, sasa tushaanza kupata nani chanzo cha haya yote. Kumbe Auntie ndo alikuwa chanzo cha haya yote. Mama alikuwa bize sana na kazi na baba yetu sio mtu wa kukaa sana nyumbani. Muda mwingi alikuwa bize na biashara zake. Hawakuwa na muda kabisa na sisi. Mpaka tunakuja kujua ni makosa, tulikuwa tushachelewa. Na tena afadhali yangu, lakini mwenzangu ndo kabisa hataki kuelewa. Mpaka hapo sasa Doris ameshajua ukweli wote. Pole sana Nathan, haya sio makosa yako. Pole sana mpenzi wangu. Kumbe anti yao bwana ndio alikuwa akiwafundisha hii michezo bila kujua itawagharimu vipi hapo mbeleni, au huenda alikuwa anajua madhara yake ila yeye alikuwa anafanya kusudi. Mimi na wewe hatujui. Da, hatari sana mwanangu, unayefuatilia hii story inabidi tuwe makini sana na watu wanaokaa na watoto kipindi wazazi hawapo, iwe ndugu, mfanyakazi wa ndani au mtu baki tu, anaweza akamfanyia lolote lile. Mara Talia huyu hapa akimshuhudia wifi yake Doris akilia kwa uchungu huku akikumbatiana na kaka yake. Amekuja lakini hajaliamsha dude. Baada ya hapo mapenzi yakaanza upya. Mchizi kaamka asubuhi kamwandalia mke wake breakfast nini, na leo kazini hajaenda kabisa. Mara makisi, kulishana matunda kwa mdomo. Upande wa pili kule dada yetu ameenda mpaka mlangoni anasikiliza anaendelea chumbani kwa kaka yake. Da, yani anaishiwa pawa kabisa. Pawa. Ngoja tuendelee. Leo tunamwona Nathan akimtoa out mke wake huku Talia akiwa amefura kinoma noma yani ukigusisha tu sindano kwenye uso wake lazima atapasuka. Mara ghafla huyo kaenda mbio kwenye kabati akaanza kutupatupa vitu. Yani haeleweki kama chizi kalogwa tena. Yani hapa anaanza kunungunika mwenyewe sasa. Anasema mapenzi anayopewa wifi yake alistahili apewe yeye. Da, yani anti yao aliwaharibu sana kiasi kwamba anaona hakuna ubaya wowote kutembea na kaka yake. Noma sana hii. Nathan, emgeuka kidogo. Kuna nini Doris? Unamwona dada yako? Yuko wapi?
Aisee, anafanya nini hapa? Au tumemfanya nini sisi? Doris anamwambia ndo yeye, umemwona? Baada ya kumwona anataka kuja upande wao, wakajipo bize kwanza ili kumpotezea. Ila nyie mapenzi haya, cheki anavyoteseka dada yake Nathan. Sasa baada ya auti siku ya pili, sasa tunamwona Talia chumbani kwa kaka yake akiwa anajaribu pete ya wifi yake. Yaani haishiwi visa huyu dada. Mara Doris huyu hapa. Talia anamwambia Doris, naona hii pete imenikaa kabisa. Unasemaje wewe? Yaani pete alionivalisha kaka yako siku ya kunichumbia ndo umeivaa, alafu unasema ni ya kwako? Talia, lete pete, lete hiyo pete hapa. Nipe sasa hivi. Hii ni pete yangu na siwezi kukupa. Talia, unasema? Rudia tena nikusikie. Unasemaje wewe? Nahisi umenisahau. Ngoja nikubonde kwanza ili nikukumbushe vizuri. Talia akaanza kupokea kichapo tena. Yaani kama vile kazoea kupigwa, maana hii ni mara ya 3 sasa. Hapo hapo Nathan katokea. Kuna nini hapa kinaendelea? Talia anamkimbilia kaka yake, anamuita baby, muone huyu. Yaani huyu dada kalanduka kweli kweli. Eti anamuita kaka yake baby tena. Nathan, huyu dada yako sijui kalogwa na nani. Yaani ni mtu wa ajabu sana. Yaani ameingia chumbani kwetu bila hata woga wowote, akachukua pete yangu ya uchumba na kuivaa kwenye kidole chake kichafu. Nathan akageuka upande wa pili wa dada yake. Talia, hebu nione hivyo vidole vyako. Hapo tunamwona Talia anaanza kujibebisha sasa kwa kaka yake. Baada ya kumuonyesha sasa vidole, Nathan akamuuliza, Talia, unavaaje pete ya wifi yako? Unanivunjia heshima sana. Nathan, umeona? Naomba niruhusu nimwashe banzi huyu kasongo, huenda ubongo wake utakaa sawa. Yaani hii nyumba inavimbwanga kweli kweli. Unaweza kusema ni nyumba ya mzee Kikala na familia yake. Eti kairudisha pete. Sasa hebu muone Talia na akili zake zinavyomtuma. Cheki anavyomfanyia kaka yake. Nathan, nimemisi doggy style, alafu ukinishika hapa. Doris ikatoa macho kama kabanwa na mlango. Anaona kabisa huyu dogo anafanya vile vile anavyopenda Nathan. Kaka kawaka, Talia toka nje Talia. Siku inayofuata Talia kaingia chumbani na taulo kabisa, huku akiwa na parachuti lake mkononi. Break ya kwanza kwa kaka yake, anamwambia ampake mafuta mgongoni. Nathan kairuka kwa jazba kwenye kiti, akasema nini? Mara Doris na yeye akaamka, anamfuata Talia na kumuuliza, Talia, shida yako sikupakwa mafuta? Lete hayo mafuta hapa. Talia, sasa ya nini? Wewe unataka kupakwa? Talia anajibu, ndio nataka kupakwa, ila sio na wewe, nataka mikono ya kaka milaini. Talia, naomba utoke ndani kwangu. Toka! Yaani akaka demu mpaka siku kavunjwa miguu ndio kataelewa vizuri. Leo tunamwona Doris kawaka kweli kweli. Anamwambia Nathan, mimi nimechoka na haya mahusiano. Kama hutaweza kumfukuza Talia, basi mimi nitaondoka. Maana nikiendelea kukaa hapa ndani, naweza nikapata uchizi. Nathan akawa anamwambia Doris, baby, usiseme hivyo. Mimi naenda kuongea naye sasa hivi hapa. Kila kitu kitakaa sawa. Ikiwezekana aondoke kwenye nyumba hii ili tuishi kwa amani, mpenzi wangu. Acha nikaongee naye. Wewe nisubiri hapa. Baada ya dakika kadhaa kupita, Doris akaona, mbona kimya? Jamaa kaenda kapotelea huko. Doris sasa, hebu acha niende na mimi. Pengine kagoma kuondoka, maana akili za Talia anazijua mwenyewe. Doris katoka kaenda moja kwa moja mpaka chumbani. Alichokikuta sasa, yani huyu mwamba hawezi hata kujizuia kabisa. Hapa sasa ndio utangulizi wa movie yetu ilipoanzia. Kumbe mwamba alimwaga mke wake anaenda kuongea na dada yake, na huku kumbe Talia kajiweka kifuani kwa mchizi. Hapa sasa tunamwona Doris anamuuliza Nathan, hiki ndicho kilichokuleta huku? Unakumbuka uliniaga unakuja kufanya nini huku? Mwamba akala kofi. Mwamba inaonekana anaenda kukosa kila kitu. Hisia za dada yake ndio zinampelekea kufanya makosa yote haya. Wakati huo tunamwona Doris akivua pete. Ila huyu mwamba baada ya kurekebisha kaharibu kabisa. Doris kavua pete na kuitupa chini. Wifi mtu kaiokota akaivaa. Sijui ni kipi kitakachoendelea. Ngoja tuone. Baada ya hilo tukio tunamwona Doris akiwa ameenda kwa dada yake tena. Stress kibao, amegoma mpaka kula. Anamuelezea dada yake, nimetumia nguvu kubwa sana kurekebisha mahusiano ambayo yamenitesa kwa siku nyingi. Dada mtu anamwambia, kama vipi, achana naye, fanya mambo yako. Doris anasema, siwezi dada, nimehangaika kujenga penzi langu kwa zaidi ya miaka 7. Nimetumia nguvu, akili, jitihada zangu zote, alafu naniambia niachane naye? Siwezi. Penzi aliwezi kufa kizembe namna hii. Upande wa pili pia tunamwona Nathan akiwa na yule mshikaji wake akimwomba ushauri. Rafiki yake anamwambia, Doris anakupenda sana, tena anakujali vibaya mno, na umeanza naye maisha tangu kipindi ukiwa hauna chochote kile. Ni wazi kwamba alichofuata kwako ni upendo na si vinginevyo. Nathan anamuuliza rafiki yake, unadhani mimi silijui hilo? Mshikaji wake anamwambia, ndiyo, nahisi haulifahamu hilo, kwa sababu kama ungelifahamu usingefanya upumbavu unaofanya. Baada ya mshikaji wake Nathan kuondoka, tunamwona Talia kama kawaida yake kamfuata Nathan na kuanza kujibebisha tena, huku akiwa anajigeuza. Mara ghafla mlango unagongwa. Talia kaenda kufungua. Mwenye nyumba karudi bwana. Huyu naye kweli kapenda. Hataki utani, kashika na chupa kabisa. Alivyoingia tu break ya kwanza shingoni kwa Talia. Anamwambia, vua pete yangu. Talia kama kawaida yake lazima alete ubishi. Doris akamwambia, nitakupasulia hii chupa usoni, ni haribu sura yako kabisa. Nipe pete yangu. Talia kinyonge akanyang'anywa pete. Na hii ni mara ya pili sasa. Yaani Talia yupo serious kabisa na swala la pete. Baada ya Doris kurudi mjengoni, siku inayofuata tunamwona akiwa amependeza kinoma. Jamaa akaanza kumsifia mke wake. Doris akawa anamwaga mchizi wake kwamba anaenda kufanya shopping. Jamaa akawa anamwambia, tutoke wote basi mke wangu. Ila Doris akakataa, akamwambia hapana, wewe baki tu, nitaenda mwenyewe. Basi Doris akaondoka. Mara tunamwona Talia akiwa bado yupo kwenye misheni yake ile ya kutaka huduma kwa kaka yake. Hataki kufeli kabisa. Akaanza kumtega mwamba. Ona. Ila leo Nathan kamchenjia kabisa. Mshikaji kakaza. Kala wa mbuzi. Anamwambia Talia,
Talia, hili ni onyo langu la mwisho nakupa. Ukirudia tena ushenzi wako huu, nitakuweka makofi hutoamini. Kisha akaondoka. Talia na uchezi wake akawa anamuita baby Nathan. Dakika hizo hizo tunamwona Doris akiwa anarudi. Kumbe hakuwa mbali. Akaanza kumpa vipande vyake Talia. Yaani Talia, unanichekesha sana. Unadhani utafanikiwa mpango wako tena? Never. Kama ulikuwa umemroga kaka yako, basi nguvu ya dawa zako zimekwisha. Sasa hivi hawezi tena kuingia kwenye mitego yako. Doris anaongea huku akiwa anacheka. Ila Talia, tunamwona sura yake imemshuka bwana. Kama vidonge vinamwingia vile. Ila mimi nahisi mwamba alilogwa. Kwa sababu sio kawaida yake kukataa mzigo muda ambao mke wake yuko mbali na nyumbani. Tunaona Doris akimwambia Talia, mchezo wako kwisha, huna jipya tena. Baada ya Nathan kumkanya mdogo wake juu ya tabia zake, cha ajabu leo dada yake anaomba msamaha bwana. Imekuwaje tena? Na hiyo yote ni kwa sababu ya makosa na matukio yote aliyoyafanya nyuma kwa kaka yake na wifi yake, akijilaumu na kuambia ilikuwa ni utoto tu. Na hiyo yote ni kwa sababu anti yetu alitulea vibaya. Yaani namna alivyotulea anti yetu aliharibu sana maisha yangu, na malezi yake ndio amepelekea nifanye hayo yote. Hapo na yeye Nathan akaingilia kati, akawa anasema mimi pia ni mhanga, hauko peke yako. Talia akawa anasema najua wewe pia ni mhanga, lakini angalau unaweza kujikontrol, ila mimi nilishindwa kabisa, na ndio maana niko hapa nikihitaji msamaha wenu. Naombeni sana mnisamehe. Wakati huo tunamwona Doris akimkata jicho. Haamini kabisa kama Talia anaomba msamaha. Hata ningekuwa mimi ningekuwa na mashaka kweli, maana sio kwa kichwa kama hiki. Baada ya mivutano mingi, leo tunaiona familia iko pamoja. Ina maana Talia amesamehewa. Wakiwa wanatoka zao kufanya shopping, mara ghafla tunasikia Doris, ina maana unaishi hapa? Huyu dada reaction yake inaonyesha anamjua Doris vizuri sana tu, lakini Doris sura yake inaonyesha kumkataa huyu dada kabisa. Nathan anasema huyu ni mpenzi wangu. Wewe ni nani? Wewe ni nani kwani? Huyu dada aliyevamia hapa akawa anamuuliza Nathan vizuri, unasema ni mpenzi wako na yeye anasema hanijui. Talia na Nathan wanauliza wewe ni nani na unataka nini hapa? Doris sasa akawa anasema mbona sikujui? Wifi, tulia kwanza. Wewe kunguru vipi? Unakujaje nyumbani kwa mtu na kumkunja mke wa mtu namna hiyo? Wewe ni mshenzi nini? Msista akaanza kumwambia Doris, kaka yangu amekutafuta kwa kipindi kirefu sana. Yaani umemtelekeza mtoto alafu umekuja kujificha huku. Mbona una roho ya kikatili sana hivi wewe mwanamke? Mbona kama movie inataka kuanza upya? Kumbe Doris ana mtoto bwana na amekimbia familia yake. Kisanga kweli. Tunamwona Nathan akisema, ngoja kwanza. Doris, huyu dada anasema una mtoto mahali, ni kweli? Doris akawa anamjibu Nathan, usijali baby, nitakuelezea kila kitu. Nathan akawa anamwambia, wewe ni jibu tu ndio au hapana, nahitaji kujua tu. Dada mvamizi akamwambia, wewe mwambie ukweli tu, usimfiche. Mara tunamwona dada mvamizi akiondoka na kumwambia Doris, uje umchukue mtoto wako na usipokuja nitamleta mwenyewe. Mara tunamwona Nathan na Doris wakiwa chumbani. Nathan anamuuliza, hivi ni kweli una mtoto nje? Ni jibu ndio au hapana? Mara Doris akamjibu ndio. Nathan akaja juu sasa, kwa nini ulinidanganya Doris? Doris leo kawa baridi kinoma. Anasema, Nathan naomba unisamehe, sikupanga kukudanganya, ni vile nakupenda tu Nathan, sikutaka kukupoteza. Nathan kawaka kweli, anamwambia Doris, kwa hiyo miaka 7 yote hiyo tulioishi pamoja, kumbe una mtoto nje na hukuwahi kuniambia? Mara baada ya kuondoka Nathan, tunamwona Talia akiingia chumbani sasa. Doris akawa anamwambia Talia, wifi yangu, niombee msamaha kwa kaka yako. Talia kama kapata passport hivi ya kumchachafya Doris. Cheki anavyomngonga wifi yake, akamtupia maneno mengi sana, ikafika stage mpaka anamfukuza sasa. Doris anamwambia Talia, nisaidie. Talia anamjibu, usinishike, nitakuwasha kofi, toka hapa na lazima utaondoka humu ndani. Kumbe Nathan yuko serious wazee, mpaka wanamtolea mabegi bwana. Yaani huyu Talia kama si ambaye amesamehewa vile, yaani ana hasira kama simba aliyejeruhiwa. Cheki anavyomtolea mabegi wifi yake, wakati Talia akiwa anatoa mabegi huku akimsifia kaka yake kwa kusema kwamba kaka yangu anahitaji mwanamke fresh na sio single mother kama wewe. Mbona Doris anafunga mlango tena? Imekuwaje? Kwanza inabidi nikae kimya. Kibao kimemgeukia Talia bwana. Kumbe mchezo ulikuwa hivi, badala aondoke Doris, sasa tunaona anaondoka yeye. Kumbe huu ni mchongo bwana. Siku Talia alipoomba msamaha, kumbe walitaka kumtega bwana. Kumbe baada ya Talia kuomba msamaha, Doris na Nathan walikaa chini kuweza kudiskasi swala hilo. Hapa sasa tunaona Doris na Nathan walivyokuwa wakisuka mpango wa kumfukuza Talia. Doris akawa anamuuliza Nathan, hivi Talia atakuwa amebadilika kweli? Kaka mtu akajibu, Talia sio wa kubadilika kirahisi namna hiyo, namjua vizuri sana, nimekuwa naye na ni mdogo wangu. Na inaelekea yule dada mvamizi naye pia alikuwa kwenye mpango. Basi wakamaliza kusuka mipango yao. Sasa hapa tunamuona Talia akiuliza, ni nini kinaendelea hapa? Mbona siwaelewi nyie? Na wauliza jamani, naombeni mnijibu. Nathan akamjibu, Talia, tusizungushane sana wala kufanya mambo yakawa mengi hapa. Ni simple tu, nataka uondoke nyumbani kwangu. Talia amebaki mdomo wazi, haelewi afanye nini. Huu ndio mwisho wa ubaya na matumizi mabaya ya akili. Dondosha komenti yako bila kusahau kusubscribe, kushare na kulike. Na bila kusahau nitakuwa na posti vocha kwa kila video nitakazokuwa napakia mbeleni. Hii ni kwa mashabiki zangu. Ulikuwa na mimi mchizi wako Aiko kutokea Mentalix Recaps. See you next time.